Bwana, mambo vipi mtazamaji wa FJTV? Karibu tena katika kipindi chako cha Sports Recap, na utakuwa nami Ahmad Ali mwanzo hadi tamati mwa kipindi hichi, na leo tutaenda kuangazia mchezo wa kukata na shoka uliochezwa hapo jana katika mwendelezo wa ligi ya NBC, na mchezo ulikuwa ni wa kutoana jasho kweli kweli baina ya timu ya Pamba Jiji FC dhidi ya Simba Sports Club, na mchezo huo ulitamatika kwa sare ya bao 1-1. Ni mchezo ambao magoli yote yalifungwa katika kipindi cha kwanza, na mchezo ambao ulikuwa nje ya matarajio ya mashabiki wengi na wapenzi wa soka katika nchi ya Tanzania, lakini mpira tunasemaga ni dakika 90. Yaliyojiri jana ndio tafsiri kubwa au tafsiri ya kusema kuwa ligi ya NBC inazidi kuwa ngumu na ngumu. Hadi sasa hivi bado kila timu inajipambanua kwa ule uwezo wake aliokuwa nao. Tunaona Pamba Jiji imejipambanua kwa kiasi chake na Simba nayo ilijipambanua kwa kiasi chake, na pia tutaenda kuangazia mwendelezo wa EPL huko barani Ulaya, nini kitakachojiri katika weekend hii, na utakuwa nami Ahmad Ali. Pia bila kumsahau, nipo na mchambuzi wangu nguli kabisa wa michezo katika ligi ya Tanzania bwana Matias, na yeye sio tu mchambuzi bali ni shabiki kindakindaki wa klabu ya Simba, na tutaenda kukujuza yote aliyojiri siku ya jana na atakaojiri katika siku ya kesho katika engo kubwa ya michezo. Naam mtazamaji, tumerejea tena baada ya mapumziko mafupi. Nipo naye hapa bwana Matias. Naona jana mambo yalikuwa ni hatari katika ligi. Mechi tuliona ilichezwa kwa dakika 90. Kuna namna moja au nyingine tuliona Simba alijipambanua kiasi kikubwa sana. Ukiangalia kipindi cha kwanza waliingia na high pressing wakapata goli dakika za 30 na hakijadumu muda mrefu, ndani ya dakika hizo goli likarudi. Kwa mtazamo wako wewe, unaona changamoto ilikuwepo wapi, au Pamba Jiji waliweza kuamudu wapi au kuweza kufanikisha mitego ipi kuitegua na kupelekea ndani kabla goli halijadumu dakika 5 limeweza kurudishwa? Kweli mechi ilikuwa ni nzuri. Tuliona Pamba Jiji, tuliona Simba Sport Club, Pamba Jiji akiwa mwenyeji. Tuseme Pamba Jiji kwake ni kama ushindi kwa sababu ile sare walishangilia sana. Kwa hiyo nafikiri wao katika wanaenda kwenye ile mechi walikuwa wamewekeana malengo kwamba aidha tushinde au tusare. Kwa hiyo kwamba wahakikisha wanapata point. Kama sio point 3 basi point 1. Kwa hiyo nafikiri walitumia uwanja wao vizuri wakapata point 1 hiyo. Simba walicheza mpira mzuri, lakini naweza nikasema kuna baadhi ya makosa ambayo nadhani yalitugharimu. Kwa mfano ukiangalia goli la Pamba Jiji tunaweza tukasema mimi ni msifu mpigaji, kwa sababu ukiangalia ile free kick ilivyopigwa, yule mpigaji yeye kwanza aliulenga ukuta. Sasa ukiangalia ukuta ulivyokuwa umepangwa, ni kama vile golikipa na yeye alikuwa amejiaminisha kwamba huu ukuta unaweza ukanisaidia, lakini mpigaji alipiga vizuri, basi wakawa wamepata goli. Kwa hiyo ni wasifu Pamba kwa mechi yao nzuri, walicheza vizuri na wachezaji wazuri. Nadhani kama wanacheza vile, nadhani ligi inaendelea itazidi kuwa ngumu. Sawa una maana. Je, una doubt yote kwa Kasali vipi? Tumrudishe? Hapana, mimi pale siwezi kumlaumu golikipa kwa sababu unajua mwisho wa siku mtu anavyotafuta goli lazima atumie kila njia. Kwa hiyo ile mpigaji naye alipiga hii kwamba hii hakikisha hata kama golikipa inamkuta. Japo kunaweza kusema kwa level ya Kasali, kwa sababu mpira ulikuja kwenye level yake, ilikuwa ni aweza kaupanchi au akauongezea ngazi. Lakini sasa huwezi jua lile shuti lilikuwa lina uzito kiasi gani. Kwa hiyo na yeye ni golikipa ilimshita, basi Pamba kama amepata goli. Kuna tetesi zinasema kwamba baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba wanalilia Musa Kamara aweze kupona haraka arudi tena langoni, kwamba kuna utofauti mkubwa kati ya Kasali na Musa Kamara. Ukweli tofauti upo. Kasali ana ubora wake na Kamara ana ubora wake. Kwa hiyo kila mtu anaweza kana sababu zake za msingi ambazo zinamfanya kwamba miss Kamara goli. Bwana, huo ni uchambuzi mfupi wa mechi ya jana kati ya Pamba Jiji dhidi ya Simba, na Pamba Jiji kupata sare jana dhidi ya Simba soko bahati mbaya. Ukija kuangalia katika mchezo wao 9 waliocheza katika uwanja wa CCM Kirumba jana, wamekamilisha mchezo wao wa 9 na katika mchezo 9 hawajapoteza hadi leo hii hata mchezo mmoja. Kwa hiyo ni klabu gani iliyojipambanua katika kuhakikisha mechi yao wanazocheza wakiwa katika uwanja wa nyumbani wanacheza kwa nidhamu kubwa na spirit iliyo ya hali ya juu. Kwa hiyo katika mechi hizo 9 walizocheza katika CCM Kirumba, unaona mechi 5 wameweza kupata sare na mechi 4 wamebuka na ushindi. Katika mechi hizo 4 ambazo katika mechi hizo 5 walizopata sare, unakuja kuzungumzia mechi moja hapo aliyocheza dhidi ya Singida Black Star, pia alipata sare, na kuja kuzungumzia pia mechi aliyocheza na Azam FC nayo alitoka sare. Kwa hiyo unakuja kuona ni timu ambayo ina ugumu kwa kiasi chake, pia iko na maamuzi mazuri sana akiwa katika mechi yao wakizicheza katika uwanja wa CCM Kirumba. Hadi kufikia hapo katika NBC hatuna la ziada.
tukirudi tutakuja kuangazia ligi ya EPL katika siku ya kesho, ni mechi zipi ambazo watazocheza katika mashindano ya EPL na kuja kuangalia ni timu gani ambazo zitakuwa nyumbani katika EPL. Naam, kama tulivyosema hapo awali kwamba tukirejea tunaendelea kuangazia sasa katika ligi ya EPL kipi kinachojiri katika weekend inaanzia hapo kesho hadi Jumapili. Na hapo awali nilivyokuambia mechi za NBC zilikamilika kwa kiasi chake, licha ya kuwa bado mechi zinaendelea kuwa ngumu. Lakini bwana Matias, turudi katika upande wa barani Ulaya. Unavyoona katika mechi za kesho, kuna mechi ambayo Brentford anamkaribisha Brighton. Kwa tuanze na mechi ya Brighton ambaye anamkaribisha Liverpool katika mchezo huo kati ya Brighton na Liverpool. Wewe kwa kiwango chako au kwa tabiri yako unaona mchezo utakuwa ni wa hali gani? Mimi nawapa nafasi Liverpool kwa sababu ukiangalia hata mechi ya mwisho wamepata ushindi mzuri. Kwa hiyo nafikiri wana spirit, wataanzia walipoishia. Kwa hiyo nafikiri ni mechi itakuwa ni nzuri, nawapa nafasi Liverpool kushinda. Na ukija kuangalia mechi ya mwisho Liverpool, nakumbuka alipata ushindi na hizo mabao 4, alishinda mechi yake bao 4 na kupelekea kujihakikisha kwamba bado yupo katika mbio za kuania ubingwa. Na mechi nyingine natarajia kuwa kali katika weekend hiyo kati ya Everton na Chelsea. Mechi ya Everton na Chelsea japokuwa haiimbu sana wala watu haizungumzii kwa kiasi chake, lakini kwa upande wangu mimi nakuja kuona mechi itakuwa ni kali na yenye upinzani mkubwa sana. Au kwa mtazamo wako rahisi Everton mara mwisho kupata na ushindi mbele ya Chelsea ilikuwa ni mechi ngumu sana nakumbuka, lakini Jumamosi na weekend hii itaenda kutusurprise kitu cha tofauti. Chelsea kwa namna moja au nyingine baada ya wachezaji wake wengi kurudi katika kiwango kubwa cha majeruhi na kurudi katika mwendelezo mzuri, wanaonekana mechi zao hizi za karibuni kidogo wanapata ile hali nzuri ya kupata matokeo licha ya UEFA kupoteza, lakini bado wanaonekana kwamba walitoka katika ligi ya UEFA au katika mashindano ya UEFA, lakini wana kitu cha ziada walikionyesha katika mashindano ya UEFA. Hicho kitu sasa, ile nguvu kubwa iliyowekeza kule wanarudisha sasa katika michuano ya IPL. Kwa mtazamo wako mechi kati ya bwana Everton na Chelsea, mechi itapigwa majira ya saa 2:30 usiku bila kukosea. Mechi hiyo kwa mtazamo wako unaona pia nani anaweza kaibuka na ushindi? Tunaweza tukashuhudia bonge la mechi kwa sababu ukiangalia Chelsea walikuwa na wachezaji wengi walikuwa kwenye majeraha, lakini ukiangalia sasa hivi wanaanza kurejea, japo unaweza kusema kwa wengine sio kwa asilimia kubwa sana, lakini wana ile morali kwa sababu ukiangalia wametolewa kwenye nani ile mashindano walikuwa wanashiriki, kwa hawajafanya vizuri, lakini nafikiri wanaweza kurudisha nguvu zao kwenye EPL angalau waone wanaonyesha kitu gani. Japo Everton nao sio wanyonge, kwa hiyo tunafikiri kesho tunaweza tukashuhudia weekend nzuri ambayo inakuwa na bonge la mechi. Kwa hiyo Everton na Chelsea nafikiri tutashuhudia bonge la mechi. Okay, bwana Matias anamaliza hivyo kwamba huenda weekend hii tukashuhudia bonge la mechi baina ya Everton FC dhidi ya Chelsea, na baadhi ya mechi zingine ambazo zitapigwa weekend hii ni kati ya Leeds United vs Brentford, pia Fulham vs Burnley. Kwa unakuja kuona ni mechi ambazo zitapigwa weekend hii, na mjumuisho wote wa michezo hiyo itakamilisha ratiba ya mzunguko huu katika mechi za EPL. Pia bila kusahau tukija kufunga kabisa bwana Matias, mechi ya Leeds United na Brentford itapigwa saa 5 kamili usiku. Mechi hiyo pia watu wengi wataitazama kwa sababu ni mechi ambazo huwa zina magoli mengi sana, licha watu wametarajia kwamba kuna option niliona jana baadhi ya wapenzi wa soka wamesema kwamba mechi ya Leeds na Brentford itatoa magoli zaidi ya 4. Yaani 2 kwa Brentford, 2 kwa Leeds, 3 kwa Brentford, 1 kwa Leeds. Wewe unaiona hii kauli ya baadhi ya chambuzi unaizungumziaje? Nafikiri hapo kinachotembea ni mikeka. Kwa hiyo watu wanakuwa wanatembea na historia. Kwa hiyo mara nyingi na siku hizi kumeshakuwa kila timu unaona, kwa mfano unaweza kusema labda Leeds wanaweza akashinda goli 3 au ngapi. Yeah. Ni kutokana na watu walioweka mikeka yao. Kwa hiyo nafikiri tusubiri, unaweza ukashangaa surprise. Ikatokea surprise ya magoli ukashangaa bila au 1-0 au 2-0, mpira unadunda. Kwa hiyo tusiwe tunapenda kuingia na matokeo mfukoni. Kwa hiyo nafikiri tusubiri mechi ichezwe. Nafikiri wao wanaweza akawa ni mechi ni nzuri, inaweza ikawa mechi nzuri, lakini hivyo tuachie kila mtu ana maoni yake anavyoona kutokana na background ambavyo wameona nyuma. Kwa hiyo inawezekana magoli yakawa mengi au yasiwe mengi. Okay, bwana Matias anamaliza hivyo. Pia kwa upande wangu mimi bado nitaenda kuifuatilia mechi moja ambayo itakuwa ni kali kabisa kati ya Fulham na Burnley. Nina mpango kuanzia kuiangalia kuanzia mwanzo hadi mwisho ili nione tamati itakuwaje. Hadi kufikia hapa hatuna la ziada ndani ya Sports Recap. Ulikuwa nami Ahmad Ali, pia nilikuwa na bwana Matias.
na ataweza kutuambia katika mitandao ya kijamii anapatikana kwa jina gani, ili wapenzi na watazamaji wa soka waweze kufuatilia zaidi na kupata dondoo mbalimbali za kimichezo. Bwana Mathias, katika mitandao ya kijamii wanakupata kwa jina lini? Ukiingia Instagram utanikuta Mathias Mwasamila, ukiingia Facebook utanikuta Mathias Mwasamila, WhatsApp pia anapatikana, karibu Sport Recap. Bwana, katika mitandao ya kijamii amekutajia majina yake, anaweza kupatikana. Kwa ukihitaji kupata taarifa zaidi za kimichezo na kujua mambo gani yanaendelea katika ligi ya NBC ama taarifa zaidi za klabu yake ya Simba, maana ni mshabiki kindakindaki wa klabu ya Simba. Hadi kufikia hapo sisi hatuna la ziada. Asante kwa ushirikiano wako. Pia endelea kufuatilia FJ TV kwa vipindi vinavyoendelea. Ulikuwa nami Ahmad Ali, bye bye hadi wakati mwingine.